Katika ulimwengu wenye giza la dhambi, bado vijana wadogo na wakubwa waonekana kama mianga mahali penye giza. Wasiwe na lawama, wasiwe na ila kwenye ulimwengu wenye udanganyifu wa aina mbalimbali. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao kwa sasa tunaweza kusema tunakabiliwa na changamoto nyingi za vijana katika malezi. Kwa hiyo baada ya kujifunza Wafilipi 2:15 tutagundua kwamba vijana tunapaswa kuwa wana wa Mungu. Tunaweza kuishi katika ulimwengu uliojawa changamoto za dhambi na giza mbalimbali, bado kaonekana kuwa mwanga katika jamii. Sawa, wito wako sasa wewe ni kiongozi wa kanisa, wito wako kwa wazee wa kanisa, wachungaji, wazazi kuhakikisha wapatia ruhusa vijana, kuwaengage vijana katika masomo, katika makambi kama haya ni upi? Wito wangu kwa kanisa kwanza ni kuwashukuru kwa kuleta vijana katika kambi hili, lakini bado tunatia moyo wazee wa kanisa, wachungaji, viongozi, wazazi kuhakikisha kwamba tunawapa vitu muhimu watoto wetu ili wawe wanahudhuria mikutano hii kwa wingi, kwa sababu kuna mada nyingi zinazoandaliwa kwa ajili ya malezi yao. Kama kanisa tunatia moyo idara ya vijana iendelee kusaidiwa kwa mahitaji mbalimbali na watu wengi waweze kuokolewa, vijana wengi waweze kuokolewa, kwa sababu tunaishi siku za mwisho. Asante sana.